Rais wa Marekani Donald Trump amebatilisha tishio lake la kutoza ada ya 20% kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, huku vikosi vya Marekani vikiendelea na mashambulizi dhidi ya Iran kwa siku ya 4 mfululizo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika ukanda wa Sahel. Na Uhispania fuzu kwa kishindo kwenye fainali ya Kombe la Dunia baada ya kuifunga timu iliyokuwa ikipewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa Ufaransa mabao 2-0. Spain hakukutana na zile timu ambazo zina safu bora ya ushambuliaji, lakini amekuja kututhibitishia kwamba ubora ambao yuko nao kwenye safu ya ulinzi si kwamba wapinzani walikuwa dhaifu, ila ni ubora ambao umetengenezwa kwenye viwanja vya mazoezi. Lakini awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na usomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, kazi kwako, karibu. Shukran Skola. Vikosi vya Marekani vimeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa siku ya 4 mfululizo na vimeanza tena kuzuia bandari za Iran ili kuzuia meli kuzitumia. Iran imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya nchi jirani. Marekani inasema kuwa katika siku 7 zilizopita mashambulizi hayo yamesababisha karibu wafanyikazi 12 wa meli za kiraia kuuawa, kujeruhiwa au kutoweka. Kama alivyofanya hapo awali, Rais Trump alisema Jumanne kwamba wiki ijayo Marekani itaharibu kabisa vituo vyote vya kuzalisha umeme na madaraja ya Iran iwapo Iran haitakubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Waendesha mashtaka nchini Bolivia wameanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuandikishwa kwa raia wa Bolivia kwenda kupigania Urusi katika vita vya Ukraine. Zaidi na Florian Kaijage. Hatua hiyo inafuatia ripoti kwamba walivutiwa kwenda nje ya nchi kwa kupewa ahadi za kazi zisizo za kweli. Uchunguzi huo umeanza baada ya video zilizosambazwa mtandaoni kuwaonesha raia wa Bolivia wakiwa wamevalia sare za jeshi la Urusi. Katika moja ya video hizo, raia mmoja wa Bolivia mwenye umri wa miaka 29 anaonekana akielezea maisha kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Mamlaka nchini Peru na Colombia pia zinachunguza madai kama hayo yanayohusu kuandikishwa kwa raia wao. Ubalozi wa Urusi mjini Lima umesema raia wa Peru waliojiunga na jeshi la Urusi walifanya hivyo kwa hiari yao na kwa mujibu wa sheria. Mamia ya wazima moto nchini Ufaransa wamefanikiwa kuudhibiti moto mkubwa wa msitu ambao umekuwa ukiwaka kusini mashariki mwa Paris tangu Jumapili. Hata hivyo, moto huo unaoathiri msitu wa Fontainebleau na vijiji vya karibu bado haujazimwa kabisa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Laurent Nunez alisema kuwa karibu operesheni 300 za kumwaga maji kutoka kwa helikopta zilikuwa na mchango mkubwa katika kuudhibiti moto huo. Mzima moto mmoja wa kujitolea ni miongoni mwa watu 4 wanaozuiliwa na polisi kwa tuhuma za kuhusika na uchomaji moto huo. Na zaidi ya watu milioni 125 kutoka nchini Marekani wako chini ya tahadhari ya joto kali, huku wimbi la joto la kuvunja rekodi likienea kutoka magharibi hadi pwani ya mashariki. Hali inayojulikana kama heat dome imevunja rekodi za viwango vya joto katika majimbo kadhaa ya magharibi, ikiwemo Billings katika jimbo la Montana ambako hali joto ilifikia nyuzi joto 44 za Celsius. Zaidi ya matukio 800 ya moto wa nyika unaowaka nchini Canada pia unatarajiwa kuzorotesha ubora wa hewa katika baadhi ya maeneo ya Marekani. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu huyo Victor Kenani akiwa studio zetu za Nairobi. Niombe radhi kwa usikivu wa sauti yangu msikilizaji, lakini taarifa zitakufikia tu. Na unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa visiwani Zanzibar, unaweza kutusikiliza kupitia Zenj FM. Kule Tanzania ni Abud FM, CJ FM, Radio 1, Radio Free Africa. Kenya, Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM. Uganda, Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadal Radio. Kisumu na Nakuru tusikilize kupitia 88.1. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amebatilisha tishio lake la kutoza ada ya 20% kwa meli zote za mizigo zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiendelea na juhudi za kuvunja udhibiti wa Iran juu ya njia hiyo muhimu ya baharini. Zaidi na Victor Kenani.
Rais Trump alisema mpango huo wa kutoza ada umeondolewa na badala yake Marekani itazingatia kufanikisha mikataba mikubwa ya biashara na uwekezaji na mataifa ya Ghuba. Alitoa kauli hiyo saa chache kabla ya Marekani kuanza tena kuzuia bandari za Iran. Akizungumza baadaye mjini Washington baada ya mazungumzo na waziri mkuu mpya wa Iraq, Ali Al-Zaidi, Trump alisema, sidhani kama kuna mtu yeyote anayepaswa kutoza ada kwa matumizi ya mlango huu wa bahari au mlango mwingine wowote duniani. Sidhani kama kuna yeyote anayepaswa kuwa na mamlaka ya kufanya hivyo. Kufuatia tangazo hilo la Trump, Iran ilisema itaendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Garibabadi, alisema uamuzi wa Marekani wa kuzuia bandari za Iran kwa namna fulani umevunja makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Wakati huo huo, takwimu za usafirishaji wa baharini zinaonyesha kuwa idadi ya meli zinazopita katika mlango wa Hormuz imeshuka hadi kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miezi miwili. Iran ilianza kufunga njia hiyo ya baharini ambayo hapo awali ilikuwa ikipitisha takriban 25% ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani na 20% ya gesi asilia iliyoyeyushwa baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari. Makao makuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, CENTCOM, ilisema kuwa imeendesha usiku wa 3 mfululizo wa mashambulizi yenye lengo hilo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikitoa taarifa za milipuko katika miji kadhaa ikiwemo Bushehr ambako kuna kinu cha nuklia. Tehran ilisema imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Jordan baada ya awali kushambulia meli 2 za mafuta za Umoja wa Falme za Kiarabu. Mashambulizi yanayoendelea yameonyesha kuwa mara nyingine umuhimu wa kimkakati wa mlango wa bahari wa Hormuz. Iran inaishtumu Marekani kwa kuingilia usimamizi wa njia hiyo ya baharini, lakini kuendelea kuudhibiti kunaiwezesha Tehran pia kutishia uchumi wa dunia. Taarifa yake Victor Kenani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika ukanda wa Sahel. Wawakilishi wa nchi wanachama siku ya Jumanne walitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiusalama, ikiwa ni pamoja na kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha ushirikiano wa kikanda kati ya Jumuiya ya Nchi za Magharibi ECOWAS na nchi zinazoongozwa na serikali za kijeshi za Burkina Faso, Mali na Niger. Baraza hilo pia lilijadili ripoti ya hivi karibuni ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama katika ukanda wa Magharibi na ukanda wa Sahel. Zaidi na Florian Kaijagi. Nchi wanachama wa Baraza la Usalama ziliyalaani mashambulizi yaliyoratibiwa nchini Mali yaliyomuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara na mashambulizi ya hivi karibuni ya wanamgambo katika uwanja wa ndege wa Niger. Walisema kuongezeka kwa mashambulizi ya Sahel, ikiwa ni pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani na IED, kuna hitaji hatua za haraka ili kuzuia kuenea katika nchi jirani. Pia walikaribisha juhudi za upatanishi kutoka Jumuiya ya Kikanda ya Uchumi Afrika Magharibi ECOWAS ili kujenga upya uaminifu na muungano wa mataifa ya Sahel unaojumuisha nchi zinazoongozwa na jeshi za Mali, Burkina Faso na Niger. Akiwasilisha ripoti hiyo, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika Magharibi na Sahel UNOWAS, Leonardo Santos Simao, amesema makundi ya waasi yametumia mapengo ya utawala, udhaifu wa kijamii na kiuchumi na mipaka yenye upenyo mwingi ili kuongeza mashambulizi ya kisasa katika bonde la Sahel ya kati na ziwa Chadi, wakitaka kuimarisha udhibiti wa eneo na uchumi, huku wakidhoofisha imani ya umma kwa taasisi za serikali. Kuhusu demokrasia katika eneo hilo, wajumbe wa Baraza la Usalama walisifu uchaguzi uliofanikiwa nchini Cote d'Ivoire, Benini na Cape Verde. Hata hivyo, walionyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa nafasi za kiraia na ukiukwaji wa haki katika nchi kama Burkina Faso, ambapo mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yamepigwa marufuku. Walihimiza hitaji la kuharakisha mchakato wa mpito katika nchi zinazoongozwa na jeshi kurejea katika utawala wa kiraia. Taarifa yake Florian Kaijagi. Nchini Uganda, kundi la wacheza dance la Ghetto Kids lenye makao yake katika mji mkuu Kampala limeendelea kutamba duniani kote kwa fursa na kwa staili yao ya dance ya nguvu walionayo jukwani. Kundi hilo linaloundwa na watoto wa mitaani kutoka maeneo mbalimbali ya mabanda kule Uganda. Mwandishi wa BBC Caroline Mwangi anaeleza jinsi kundi hilo lilivyoandika historia kwa mara nyingine tena kwa kutumbuiza pamoja na nyota ya kimataifa Shakira katika onyesho lao la kwanza kabisa wakati wa mechi ya ufunguzi katika kombe la dunia. Mwigizaji kutoka Kenya Lupita Nyong'o
aliwahi kusema kwamba haijalishi mtu anatoka wapi, ndoto zake zina thamani na zinaweza kutimia. Na kauli hiyo inaakisi maisha ya vijana hawa. Kundi la wacheza densi la Triplets Ghetto Kids kutoka Katwe katika mji mkuu wa Uganda, Kampala. Kwa nini tunaitwa Ghetto Kids? Ni kwa sababu watoto wengi katika kundi hili wanatoka kwenye maeneo ya mabanda na mazingira magumu nchini Uganda. Ndiyo maana tunawaita watoto hawa Ghetto Kids. Jina hili halitabadilika kwa sababu bado kuna watoto wengi kutoka kwenye mazingira haya ambao wanahitaji msaada wetu. Kundi hili lilianza rasmi mwaka 2010 hadi 2013 hivi, na ndipo lilipoanzishwa rasmi. Wamevutia ulimwengu kwa staili zao za densi na furaha yao ya kipekee, jambo lililowapatia mamilioni ya wafuasi kutoka pande mbalimbali za dunia kwenye mitandao ya kijamii. Pia wameonekana katika video za muziki za wasanii maarufu na kushiriki katika vipindi vya televisheni vya uhalisia, yani reality TV vya kimataifa. Lakini wakati wao mkubwa zaidi hadi sasa ulifika mwishoni mwa mwezi uliopita, wakati nyota wa muziki wa kimataifa Shakira alipowaalika kundi hilo kuungana naye kutumbuiza katika onyesho la kwanza kabisa la burudani ya mapumziko ya nusu ya mchezo, yani halftime, katika kombe la dunia la FIFA. Kisha baada ya wimbo huo kutoka, tulicheza kwa kutumia wimbo rasmi wa kombe la dunia. Baadaye Shakira alisema kwenye mtandao wake wa Instagram kuwa, jamani, mnataka kucheza na mimi kwenye onyesho la mapumziko ya nusu wa mchezo wa kombe la dunia FIFA? Bila shaka tulikubali, na sisi tukajibu kupitia video yetu, na hapo ndipo kila kitu kilipoanza kutokea. Tuna furaha na msisimko mkubwa sana. Tunasubiri kwa hamu kutumbuiza pamoja na Shakira na kuuonesha ulimwengu uwezo wetu na sisi ni kina nani. Na wakati mashindano hayo makubwa ya kimataifa yakiendelea, wachezaji nyota wa soka hawakuwa vipaji pekee vilivyoangaliwa. Lakini tunasalia bado kwenye hayo ya kombe la dunia. Jamani, usimdhaniae ndiye. Umdhanie ndiye, kumbe si. Tuenzetu viwanjani na Florian Kaijagi. Asante sana Skola Kisanga. Matumaini ya Ufaransa kucheza fainali ya 3 mfululizo na pengine kutoa ubingwa wao wa 3 wa dunia yamezimwa rasmi baada ya kukubali kichapo cha magoli 2-0 mbele ya mabingwa mwaka 2010 Hispania, waliopachika magoli hayo kwa kila kipindi kupitia kwa Michael Oyarzabal na mkwaju wa penati na Pedro Porro. Ufaransa waliopewa nafasi kubwa ya kushinda mchezo huo hawakuonesha makeke yaliyozoeleka, huku wachezaji wao tegemeo katika ushambuliaji Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na Michael Olise wakikosa mbinu za kupenya ukuta wa Hispania ambayo imeruhusu nyavu zake kutikiswa mara moja tu katika michezo 7 hadi hivi sasa. Katika mwendelezo huo wa kombe la dunia, leo Jumatano saa 4 usiku ni nusu fainali ya pili kati ya mabingwa mara 3 ambao pia ni mabingwa watetezi Argentina dhidi ya England, mabingwa mara moja hawa, pambano linalotarajiwa kuwa kali na la kusisimua kutokana na viwango walivyoonyesha au vilivyoonyeshwa na pande zote mbili katika fainali za mara hii. Wachezaji vivutio ni pamoja na Lionel Messi wa Argentina ambaye tayari amefunga magoli 8, Harry Kane na Jude Bellingham ambao wote wamefunga goli 6 kila mmoja, hivyo wamefunga 92% ya magoli yote 13 ya England. Hii ni mechi yenye kumbukumbu nyingi za ndani na nje ya uwanja. Uhasama unarejea hadi katika vita vya kugombea visiwa vya Falkland huko mwanzoni mwa mwaka 1980, huku dimbani likikumbukwa zaidi goli la mkono wa Mungu alilofunga Diego Maradona dhidi ya England mwaka 86 huko Mexico, pamoja na ushindi wa England wa 1-0 kwa mkwaju wa penalti wa David Beckham huko Korea Kusini na Japan mwaka 2002. Leo ni siku nyingine ya maumivu kwa wale ambao tunaingia na matokeo yetu wakati ukae kwa kutulia. Katika mbio za baiskeli, Tadej Pogacar aliongeza uongozi wake wa zaidi ya dakika 3 alipokimbia kwa ushindi wake wa 3 wa hatua ya mbio za baiskeli za Tour de France mwaka huu. Baada ya siku ya mapumziko ya Jumatatu, hatua 10 ilimpa mpinzani wake wa karibu Jonas Vingegaard nafasi ya kufunga pengo katika Riol, ambapo alimshinda Pogacar kwa mbio za watu wawili hapo mwaka 2024. Sasa huyu amerejea katika uongozi wake. Katika tetesi za usajili ni kwamba Arsenal imechunguza au inafuatilia
au kuweka uwezekano wa kumtumia mshambuliaji wake raia wa Sweden Victor Gyökeres mwenye umri wa miaka 28 kama sehemu ya dili la kumnunua mshambuliaji wa Argentina na Atletico Madrid Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 26. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii. Kwako Skola Kisanga. Asante Florian Mbappe. Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump amebatilisha tishio lake la kutoza ada 20% kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa laelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika ukanda wa Sahel. Na Uhispania yafuzu kwa kishindo kwenye fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga timu iliyokuwa ikipewa nafasi kubwa ya Ufaransa 2-0. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Afrika Mashariki ni saa 1 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Na katika fainali za kombe la dunia, kama ulivyosikia awali, ni kwamba Hispania imetinga fainali kwa kuwachapa Ufaransa 2-0 na sasa inamngojea mshindi kati ya mabingwa watetezi Argentina pamoja na England. Hapo awali mwenzangu Omari Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu pamoja na Mudrik Bukwa ambaye anaanza kwa kueleza nini hasa kilichoibeba Hispania. Ubora ambao tumeuzungumza wa Spain kwenye eneo la katikati ya kiwanja, kwanza ni kuwanyima wachezaji wa Ufaransa kuwa comfortable kuwa na mpira mguuni, lakini pili namna ambavyo wananufaika wao Spain wakiwa na mpira muda mwingi, wana buy time kwa kuwa na mpira mguuni, wanacheza pasi fupi fupi ambazo zinawasaidia wao kumove kutoka sehemu moja ya kiwanja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi zaidi, na ndio ambao umekuwa ubora wa Spain muda wote. Lakini pili, tazama namna ambavyo wanakwenda kuandika rekodi ya kipekee kutoka hatua ya makundi mpaka hatua ya fainali. Wameruhusu bao moja peke yake. Hiyo inatosha kukuonesha jinsi gani ambavyo wamekuwa bora kwenye safu yao ya ulinzi. Na mara kadhaa tulikuwa tunazungumza kwamba Spain hakukutana na zile timu ambazo zina safu bora ya ushambuliaji, lakini amekuja kututhibitishia kwamba ubora ambao yuko nao kwenye safu ya ulinzi si kwamba wapinzani walikuwa dhaifu, ila ni ubora ambao umetengenezwa kwenye viwanja vya mazoezi. Musa, Didier Deschamps naye pia labda mipango ilikwama au tu ndio siku huwa inakataa, mambo yanakataa tu. Nafikiri kile alichokuwa nakifikiria kimekuwa tofauti kwa sababu kuna mabadiliko aliweza kuyafanya wachezaji wawili kwa maana ya eneo la kiungo na eneo la pembeni, lakini bado hicho kitu hakikuweza kumsaidia. Inawezekana vile alivyowasoma wa Hispania sivyo ambavyo walivyoweza kuja, ingawa Hispania kama kawaida yao umiliki mkubwa wa mpira, lakini tofauti kubwa ilikuja ni bao la mkwaju wa penalty la baada ya makosa ya Lucas Digne. Unaweza kuona taswira ya wachezaji wa Ufaransa mara baada ya penalty ile, ni kama vile kuna kitu kiliwaingia kwamba wanajiona wanaruhusu bao na matokeo yake wakashindwa kuondoka kwenye ile taswira ya bao lile kutokana na makosa ya Lucas Digne, na matokeo yake Hispania wakawa wanamiliki mpira, na bahati mbaya zaidi wachezaji kama Ulise, Dembele, Mbappe ni kama vile leo hawakuwa na siku nzuri. Bao la pili ndio likuja kumaliza kila kitu, kwa sababu mipango yote ya Ufaransa ambayo leo hiyo wameifanya yote ilionekana kuwa hovyo, na ndio raha ya mchezo wa mpira wa miguu. Kuna siku licha ubora wako unakuwa na siku mbaya kazini, na hicho ndio kitu ambacho kimewakuta Ufaransa, kwa sababu ukiwatazama waliwashambulia vya kutosha tu Hispania, lakini maarifa yao naona yalishia hapo, na mwisho wa siku timu bora ambayo ni Hispania wamefanikiwa kufuzu hatua ya fainali ya michuano hii ya kombe la dunia. Na kutoka timu 48 mpaka sasa zimesalia timu 3 peke yake. Kujua moja kati ya hizo timu 3 kuna mmoja atakuwa bingwa, lakini pia FIFA wanafikiria na watakutana kwenye kujadiliana baada ya michuano hii kutoka timu 48 mpaka 64. Malengo ya Gianni Infantino ni soka lichezwe zaidi, lakini CONCACAF pamoja na mashirikisho mengine mawili yamesema kuongezeka kwa mataifa mengi kutoka kunaondosha ile ladha halisi ya kombe la dunia, kwa sababu mfano mataifa kama Haiti kitazama, ambayo kwenye ule wingi wa timu umewanufaisha wao kufika kwenye michuano ya kombe la dunia. Tulikuwa tunazungumza taifa kama Macau
Kuna Macau, kuna mataifa kama Aruba sijui, ambayo kwenye idadi ndogo ya kushiriki michuano ya kombe la dunia huwezi ukaziona. Lakini kuna taifa kama Curaçao mara hii limeweza kushiriki. Ukitazama kwenye FIFA World Cup qualification wameongoza group stage. Sasa just imagine kama wao wameongoza group stage na hiki ambacho wamekuja kukionyesha kwenye michuano ya kombe la dunia. Tukiongeza timu, kwa maana kwenye kundi lao zikitoka timu 2 tutakuja kupata timu nyingine kibonde kama yeye kwenye michuano ya kombe la dunia 2030 endapo timu zitaongezeka kuwa 64. Sawa, UEFA, AFC na CONCACAF wao ndio mashirikisho ambayo yamekuwa wazi mpaka sasa kuonya kwamba kuongezeka kwa timu kunaweza kuathiri ubora wa mashindano na kutaongeza ugumu wa ratiba na changamoto kubwa ya nchi ambazo zitakuwa zinaandaa michuano ijayo. Sasa Wafaransa wanasubiri mshindi wa 3 dhidi ya either ni Argentina au timu ya taifa ya England. Nini ambacho haswa Hispania wanatakiwa kuanza kufikiria sasa hizi? Wanatakiwa kufikiria mapumziko, wanatakiwa kwenda kumfikiria nani? Messi, wanakwenda kumfikiria Harry Kane? Mapumziko hapana. Kitu ambacho nakiona ni kujiandaa kisaikolojia, kwa sababu unapata ushindi dhidi ya Ufaransa, timu ambayo imecheza mara 2 hatua ya fainali ya michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo kitendo cha wewe kupata ushindi dhidi ya mtu dhidi ya mpinzani kama huyo inakuonyesha kwamba uko bora kiasi gani. Kwa hiyo unatakiwa kujiandaa zaidi, kwa sababu kadri unavyozidi kuwa bora ndivyo ambavyo wapinzani nao wanakusoma ubora wako uko vipi, madhaifu yako yako sehemu gani, kwa sababu sio kwamba kwenye huu mchezo walikuwa hawafanyi makosa. Yapo makosa ambayo Ufaransa walishindwa kuyatumia. Sasa just imagine anapita Argentina ama anapita England, ni miongoni pia mwa timu ambazo zina safu bora za ushambuliaji. Kwa hiyo Mwalimu De La Fuente ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba ubora ambao ameuonesha toka hatua ya makundi mpaka hatua ya nusu finali, kuwa na uimara mkubwa kwenye safu yake ya ulinzi, anaenda nao mpaka kwenye hatua ya finali, kwa sababu ni knockout stage. Wapinzani huwa wanabadilika, approaches zinakuwa tofauti. Mwalimu Didier Deschamps ni mwalimu ambaye amekuwa na kiwango bora, lakini tazama namna ambavyo timu yake imecheza. Lakini to be honest, hata kama ningekuwa mimi ndo Didier Deschamps kwenye huu mchezo dhidi ya Spain, ningeingia namna ambavyo yeye aliingia, kuwa timu ya pili kiwanjani, kuvizia baadhi ya moment, kushambulia kwa counter attack, lakini mazingira hayakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa De La Fuente anahitaji kwenda kwenye viwanja vya mazoezi, kumsoma either England ama Argentina, kujua madhaifu yao yako wapi, kuweza kuyafanyia kazi kama ambavyo ameweza kuyafanyia kazi dhidi ya Ufaransa na kusogea kwenye hatua ya finali, na si kwenda kubweteka kusherehekea hiki ambacho wamekipata, kwa sababu bado mashindano hayajaisha, na endapo atamaliza mashindano basi na kuchukua hiki kikombe, basi sidhani kama roho za wa Spain zitakuwa zimesononeka kwa sababu ya kufika hapo alipofika. Yani anatakiwa afike na achukue kombe, si kufika tu finali, kwa sababu Spain tayari ni miongoni mwa mataifa ambayo yameshinda hili taji na wanahitaji taji jingine. Kwa hiyo kitendo cha wewe kufika finali unakosa kombe, yes watakupongeza, lakini mioyoni mwao kutakuwa bado kuna zile sonono, kwa nini umeshindwa kuchukua kombe? Sawa, rekodi ambazo zilitarajiwa kuvunjwa katika michuano hii nyingine zimefanikiwa, zingine hazijafanikiwa. Rekodi ya Mbappe kucheza finali 3 mfululizo rasmi imefia hapa. Kwa hiyo CAF wanabakia kwamba yeye ndio mchezaji ambaye amecheza finali 3 mfululizo peke yake. Lakini Faransa pia ingefanikiwa kufika finali yake ya 3, ingetengeneza na yenyewe ingekuwa bonge moja rekodi, lakini pia na yenyewe imefia hapo. Kwa hiyo kuna rekodi pia zimeshindikana kufanyika. Musa wa Hispania, unawaona wanahitaji mpinzani wa aina gani? Wanamhitaji Mwingereza au wanahitaji mtu kutoka Amerika? No, yani mpinzani yoyote, kwa sababu kwenye finali, kwenye ubora wao walivyo, nani itakuwa ni mtu rahisi zaidi kwao? Waingereza au? Hapana, wote ni wagumu kwa sababu wanacheza kwa kila aina yao. Argentina wanacheza kwa mfumo wao, namna ambavyo wanavyocheza England kwa mfumo wao. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Hispania walivyofika hatua hii ya finali, yani hakuna timu nyepesi ambayo wanakwenda kukutana nayo. Ni lazima wajipange vya kutosha ili waweze kupata taji hili la kombe la dunia kwa mara nyingine tena, kwa sababu ukiwatazama England jinsi ambavyo wanavyocheza, wana aina yao ya mtindo wao. Ukiwatazama Argentina jinsi ambavyo wanavyocheza, wana aina yao, na moja kati ya vitu ambavyo vipo kwa timu zote hizi ni ile hali ya upambanaji kutoka kwa wachezaji wao, na ndi kitu ambacho walichokionyesha katika michezo yao. Kwa hiyo kwangu mimi Hispania ni kocha wao tu kujipanga na kuona ni jinsi gani atakavyoingia kwenye hiyo michezo.
Nam, sasa nani ni nani kukutana na Uhispania ni baada hii leo Argentina kucheza na England, na dakika 90 na matokeo ndio zitakayoamua ambaye atacheza fainali siku ya Jumapili na Hispania. Unaambiwa katika kombe hili la dunia usije na matokeo yako mfukoni. Omari Mkambara huyu amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu pamoja na Mudrik Buku. Tumalize na Waridi, ambapo mwanamke kumiliki mali, kujenga biashara na kuwa na uhuru wa kifedha ni jambo ambalo mfanyabiashara kutoka Tanzania Haika Lawere anaona ni haki ya msingi. Anasema wanawake wana uwezo mkubwa wa kufanya biashara na kujenga vitu vikubwa, lakini kinachowazuia mara nyingi ni hofu, wasiwasi, lakini na mitazamo hasi. Anaelezea pia umuhimu wa wenza kusaidiana na kuaminiana katika safari ya kujenga uchumi wa familia. Katika makala Waridi wa BBC, Haika Lawere amezungumza na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure. Haika Lawere kwa ufupi tu ni mjasiriamali, ni shupavu, ni mpiganaji, ni mpambanaji, ni mtu ambaye nimeanza, huu ni mwaka wa 20 tangia nimekuwa kwenye biashara. Haijawa kitu rahisi kama watu wanavyodhania, lakini nimepigana, nimepambana na kufika hapa nilipo. Hata hapa nilipofika bado nina matumaini makubwa zaidi hapa nilipo. Na tuzungumzie kwa upande wa wanawake, Tanzania au Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla, wanapaswa kufanya nini ili kuweza kufanikiwa kwenye biashara zao au ujasiriamali? Kitu cha kwanza mimi nasema maarifa. Yaani maarifa. Maarifa ya aina gani? Maarifa ya biashara yenyewe unayoifanya. Lakini kitu cha pili nitumie technology. Kwa mfano, sawa nimeshazalisha hiyo bidhaa ni chakula, lakini watu wanajuaje kwamba mimi ninatengeneza chakula? Kwa hiyo lazima nijue namna ya kufikia masoko yangu. Kwa hiyo elimu, bado nibaki kwenye elimu actually, lakini sasa elimu ya nini? Ya masoko. Lakini baada ya hapo mimi nakuwa na watu. Na maana lazima niwe na elimu namna bora ya kumanage watu wale ambao wanasimamia biashara yangu. Mimi natumia sana technology. Mimi tangia mwaka technology ya matangazo, kwa maana kwamba natumia social media. Inaweza kuonekana ni kitu kama cha basic sana, lakini mimi niseme matangazo yangu yanakwenda na biashara yangu inajulikana sana kwa sababu ya kutumia teknolojia ya mtandao ya kijamii. Na kwa kumalizia, ni ushauri gani ungependa kuwapa wanawake wanaotamani kuanzisha biashara au kuingia kwenye ujasiriamali lakini wanakaa uoga fulani au kutokujiamini? Mimi nasema hivi, yani wewe ukitaka kuogelea, wewe usijali temperature baridi au moto nini. Yani wewe vua nguo tumbukia. Alafu utajua mbele kwa mbele. Yani sometimes biashara nikwambie, yani wewe anza. Usisubiri kufanya analysis unapata paralysis, you know. Kwa hiyo mimi nasema biashara, ingia kwanza, ifanye. Ukikosea unajifunza ndani ya biashara. Hakuna kitu chochote kitakachokuzuia wewe kwenda mbele isipokuwa hofu yako, uoga wako, wasiwasi wako wewe na kutokujiamini kwako wewe mwenyewe. Lakini chochote mwanamke anaweza kufanya. Mimi nasema tu kwamba sisi wanawake tuna nguvu kubwa sana ya kufanya chochote. Huyo ni Haika Lawere kama alivyo